Naam, ndivyo tunavyoelekea hivyo katika soka letu kwa ajili ya kuweza kutazama masuala kadha wa kadha ambayo tumeweza kukuandalia, na moja kwa moja tuanze kwa kutazama kile ambacho kimezungumzwa na mashabiki wa soka wakizungumzia kile ambacho kimeweza kuonyeshwa na kikosi cha timu yetu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, katika fainali za AFCON 2025 ambazo zinaendelea huko Morocco. Mara baada ya timu ya taifa ya Tanzania kupoteza mchezo wao wa kwanza wa karata ya AFCON 2025 dhidi ya Super Eagles Nigeria, mashabiki wamezungumza na kutoa maoni yao na imani juu ya timu yao ya taifa kutokana na kiwango ambacho wamekionyesha. Na sisi tumefika hapa Buguruni kuchukua maoni yao na imani yao na yale ambayo wameyaona na imani yao basi kwa timu ya taifa kwa michezo ambayo imesalia. Kiukweli mchezo ulikuwa mzuri vibaya mno. Kwa mara ya kwanza nimeshuhudia timu ya taifa ikiwa wanacheza mpira mkubwa sana mbele ya timu ya taifa ya Nigeria, timu ambayo ina rekodi kubwa, umeelewa, kitaifa kwa Nigeria. Jana wachezaji wa timu ya taifa nipongeze kwao, japo kuwa tumefungwa, lakini tumetoka mashabiki tukiwa na furaha kwa sababu wameonyesha kiwango kizuri na cha kupendeza. Wachezaji wamejituma, wameipambania nembo ya taifa, lakini kufungwa kwetu sio kwamba wachezaji wanapambana, nimetokea mistake, wametufunga, mpira ulivyo. Kwa kiwango cha Taifa Stars jana, kusema kweli, kiuchezaji uwanjani wamecheza vizuri, timu imepambana vizuri, lakini issue iliyotokea ni moja tu ambayo sisi wa Tanzania ambao tuseme hicho kipaji upande wetu bado hatujabahatika kwa stickers. Jana tumecheza mpira mzuri, nafasi nyingi tutengeneza, lakini tulishinda kuzitumia, na matatizo haya yamekuwa kama ni endelevu kwa sisi wa Tanzania. Kwa mfano mechi za nyuma zilizopita zile chani hapa fanyika Tanzania hapa kweli nafasi tengeneza, lakini mwisho wa siku tunashinda kuzitumia, na jana pia nafasi tumetengeneza tumeshinda kuzitumia. Uwanjani wanacheza vizuri, mpira na posi na posi vizuri, natoka nyuma timu inashambulia, inapanda juu inashambulia kwa wakati, lakini kwenye score imekuwa ni shida kwa upande wa Taifa Stars. Timu ya Taifa Star imeimprove sana. Game ya jana walijitoa sana, wamecheza vizuri. Sema kwa sababu tumecheza na timu ambao daraja lake ni la juu sana. Kwa hiyo kufungwa kwetu hakumaanishi kwamba sisi tupo chini kimpira. Mpira wetu umekuwa. Nadhani game ya jao ni tunacheza na Uganda Tanzania. Kwa tunategemea tunaweza tukashinda hiyo game. Yeah. Kwa tutegemea matokeo mazuri pengine kwa mechi zote mbili zilizosalia. Yes, game ya Tunisia tumeangalia mpira wao jana, tumeona ni Waarabu sawa, lakini performance yao ni ya kawaida sana. Tofautisha na timu kama Morocco ambao moto wao ni mkubwa, ila kwa Uganda, Tunisia nadhani ni timu ambazo tunazimudu. Kwa kweli jana timu ya Taifa Stars imeonyesha kiwango kizuri, ila sasa matatizo ni madogo madogo kule mbele. Yaani tuseme kama tungekuwa na forward ambao yani wanajitambua, tungeweza kushinda hata goli 3. Kwa hiyo Nigeria ni wakubwa, ila sio wakubwa kivile, na sisi wenyewe wanatuogopa Nigeria. Ndio maana nakuta jana na wenyewe walikuwa wanakaba kwa tahadhari kwamba hii timu si ya mchezo. Kwa kweli Taifa Stars imecheza, alafu Kevin John ile goli alilolikosa lile lilikuwa la kusawazisha, ina maana ingekuwa 2-2. Kwa hiyo kwa kweli Taifa Stars tunaona mwelekeo ni mzuri, ila kwa labda tujipange kwa mwaka ujao, lakini kwa mwaka huu sioni kama itatoboa. Kweli timu ya taifa jana nimeiangalia vizuri sana na kiwango nimekiona ni kizuri sana na wamecheza vizuri sana, isipokuwa tu matatizo madogo madogo tu ambayo yanaweza kurekebisha kocha na ushindi tukaupata. Ila cha muhimu tuzidi kuiombea timu, dua Mwenyezi Mungu atujalie tuvuke na tushinde hata mechi mbili. Kwa hiyo ndio jambo ambalo mimi nimeliona jana hilo. Ikumbukwe timu ya taifa itarejea tena mchezoni tarehe 27 kukipiga dhidi ya timu ya taifa ya Uganda. Na wewe unayefuatilia michezo hii kupitia Azam Sports, nikukumbushe basi kulipia kingamuzi chako mapema ili kukwepa usumbufu wa kimtandao. Kutoka hapa Buguruni, Godfrey Mzee, Azam Sports. Na ripoti hiyo ya Mzee kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika mchezo wa Tanzania dhidi ya Nigeria, na tumesikia baadhi ya mashabiki hapo wakisema jana ni kwa sababu ulimi hauna mfupa. Yes, ndio maana wameweza kuzungumza hivyo. Lakini kwa sasa tuelekee visiwani Zanzibar, tuungane na reporter wetu Sakina Juma ambaye yeye amezungumza na baadhi ya mashabiki wa matajiri wa jiji Azam FC wakizungumza kuelekea katika mashindano ya Mapinduzi yatakayoanza rasmi Desemba 28, ambapo kutoka Tanzania kutoka huku bara tutawakilishwa na takriban timu 5 ikiwemo Azam FC, Singida Black Stars, TRA, Simba, lakini pia Young Africans.
Mashindano ya Mapinduzi Cup yanakwenda kuanza rasmi visiwani Zanzibar. Tumezungumza na mashabiki wa Azam FC, wametoa tambo zao na wakiamini kwamba timu yao itakwenda kufanya vizuri. Yaani tuna uhakika tunachokwenda kukifanya kule Zanzibari. Si tupo nyumbani, tupo kwenye ardhi ya nyumbani. Lazima tutambe. Timu imejiandaa? Timu ilishajiandaa tangu muda tu. Sisi hatujafanya maandalizi ya Mapinduzi Cup. Sisi tuna maandalizi ya muda mrefu. Yaani Mapinduzi Cup imekuja, sisi tushajiandaa zamani. Mimi naiamini 100%. Kwanza timu yangu inafanya vizuri, tuna kocha bora, tuna wachezaji pia waliokuwa bora. Nadhani kila mtu anawaona. Kwa hiyo tofauti na wanaenda kwenye timu ya taifa na walobaki, basi na wanaenda kwenye timu ya taifa na walobaki, wote level moja. Kwa hiyo wote na timu yangu yote inafanya vizuri katika Kombe la Mapinduzi. Mimi kwa mtazamo wangu, maoni yangu, timu yetu sio mbaya sana, sio nzuri sana, ila wachezaji kujituma na kuongeza juhudi, hivyo tufanye vizuri katika kuelekea Mapinduzi Cup. Kocha wetu anafanya vizuri. Tunachotarajia si mashabiki wa Azam waongeze mashabiki, mkali ya mashabiki, na wachezaji wenyewe wajitume. Wachezaji wengi sana yani wamelizika, sijajua ni mishahara au ni nini. Na imani kwamba tutarudi na ushindi. Tuko imara, tunapambana vizuri sana, tutarudi na ushindi. Hatuwezi kukata tamaa kwa sababu timu zote ziko imara na tupo vizuri. Azam iko vizuri. Kwa kweli tutazidi kupambana, tuangalie dakika 90 kuaje, kwa sababu dakika 90 ndio mwisho wa mchezo wetu. Tuna imani kabisa kwamba tutakuwa tuko vizuri na tutafanya vizuri. Ikumbukwe mashindano haya yatarushwa mubashara kupitia chaneli zetu za Azam Sports. Lipia mapema kuepukana na usumbufu. Nikiripoti kutoka hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Sakina Juma wa Azam Sports. Naam, baada ya kutazama ripoti hiyo, tuitazame timu ya Mlandege FC imeeleza kuwa ipo tayari kwa mashindano ya Kombe la Mapinduzi ikiwa na maandalizi yaliyofikia 95%. Kwa maandalizi hayo, Mlandege inaingia kwenye mashindano ya Kombe la Mapinduzi ikiwa na matumaini makubwa ya kutetea ubingwa, huku mashabiki wakihamasisha wachezaji wao kucheza vizuri. Tumepata nafasi ya kwenda kutetea tena ubingwa wetu, hivyo tunaendelea na maandalizi. Naweza kusema tumefikia takriban 95% kwa maandalizi, na baada ya mechi ya leo ya ligi kuu ya Zanzibar dhidi ya Kipanga, nadhani tutakuwa tumefikia 100% na tutakuwa tayari kwa ajili ya kwenda kuwakabili wapinzani wetu, na malengo ni kuhakikisha tunarejea pale ambapo tuliishia mara ya mwisho, kwa maana ya fainali, na kushinda tena ubingwa huu wa Mapinduzi. Kikosi kiko vizuri kwa 100% kubwa, na tuna majeraha ya mchezaji mmoja, Rafael Chaz, ambaye anacheza eneo la mlinzi wa kati, lakini bahati nzuri kuelekea kwenye haya mashindano ya Mapinduzi na wakati ambao pia dirisha dogo la usajili linafunguliwa. Kwa hiyo ripoti ya mwalimu imeeleza ni maeneo gani ambayo anahitaji ende kuongezewa nguvu. Kwa hiyo tunatazama eneo moja ambalo tutakwenda kuongeza nguvu ni eneo hilo la mlinzi wa kati, lakini maeneo mengine pia kuna maelezo ya mwalimu ambayo ametaka tuongeze nguvu. So tunakwenda kuongeza baadhi ya wachezaji kama 3-4 kwa ajili ya kuweza kupata kikosi bora zaidi ambacho kitakwenda kushindania ubingwa huu. Tunachojivunia kwamba hii ni timu ambayo inapendwa zaidi Zanzibar, na sio tu na mashabiki kutokea Mlandege, lakini Wazanzibari wote wanaipenda timu hii kwa sababu inawapa furaha nyakati ambazo wamekosa. Hii ndio timu ambayo imeshinda ubingwa wa Mapinduzi mara 2 mfululizo. Kwa hiyo inapokuja michuano hii ya Mapinduzi, hii ndio inakuwa kama timu ya taifa ya Zanzibar. Kwa hiyo tunaamini kwenye hilo Wazanzibari watajitokeza kwa wingi kuja kuisupport timu yetu, lakini uongozi wa klabu unafanya kila linalowezekana nje ya uwanja ili kuweza kutoa faraja kwa mashabiki, ikiwemo kutoa usafiri, ikiwemo kutoa sare kwa ajili ya kuja kuisupport timu na baadhi ya mahitaji mengine ambayo wanakuwa nayo mashabiki kwa wakati husika. Kwa hiyo kwenye hilo tunaendelea kufanya kazi yetu, mimi nikiwa kwenye eneo langu la kutoa habari na kuwapa watu kile ambacho kinaendelea, lakini uongozi pia umekuwa unatoa mchango mkubwa kwa ajili ya kuhakikisha tunapata namba kubwa ya mashabiki ambao watakuja kuisupport timu ili iweze kufanya vizuri, kwenye kauli ambayo tunasema shabiki ni mchezaji wa 12. Ni kundi zuri kwa sababu kuna mabingwa wengi zaidi na sisi ni miongoni mwa hao wabingwa. Ndoto yetu ni kuendelea kuwa mabingwa. Kwa hiyo manake tumejiandaa kucheza mechi ngumu. Wapo Azam, wapo Singida, wapo URA. Wote ni timu ambazo tunazifahamu na walimu wanashirikiana kwa ajili ya kuweza
kuzifanyia tathmini timu hizo na kupanga mpango wa kwenda kudili nao. Kwa hiyo ni kundi gumu kwa sababu kuna mabingwa wengi zaidi, mabingwa 3 wako hapo, lakini pia yupo timu changa, timu ambayo kwa mara ya kwanza inashiriki mashindano haya kwa maana ya Singida Black Star. Nao tunaamini kwenye uwekezaji wao na aina ya wachezaji ambao wako nao wanaweza kuja kutoa testi nzuri. Kwa hiyo ni kundi gumu, lakini ndio michuano ya Mapinduzi inavyokuwa, kwa sababu zinachaguliwa timu bora. Kwa hiyo sitarajie kwamba utakutana na kundi jepesi kwenye michuano hii. Kwa hiyo na sisi tunafanya maandalizi ya kwenda kucheza hizo mechi ngumu dhidi ya hao wapinzani ambao ni wagumu ambao tuko nao kwenye group A. Mlandege hawa wakizungumzia maandalizi yao kuelekea katika mashindano hayo ya Mapinduzi. Lakini tukiendelea kutazama taarifa za mlengo huo, kamati ya maandalizi ya Kombe la Mapinduzi imesema tayari maandalizi yamekamilika, huku timu shiriki zikitarajiwa kuanza kuwasili Zanzibar kuanzia leo Desemba 26. Akizungumza na Azam Sports, Rashid Said Suleiman, katibu wa kamati ya maandalizi ya Kombe la Mapinduzi, amesema kamati tayari imeshamaliza maandalizi yote muhimu. Kwa sababu ya ukubwa huu niliousema ambao utaenda kufanyika, naomba nirudie mara kwa mara kuwashukuru sana wadhamini wetu. Kwa kweli wao ndo wanaoyafanya haya yawe makubwa. Tunawashukuru NMB, PBZ, Azam Media, Robi One Pharmacy, Justifit, Orkun Group, ZIC, shirika la bima Zanzibar, mamlaka ya bandari Tanzania, TPA na wengineo. Lakini kwa kweli tunawashukuru mno kwa ukubwa walioufanya wa mwaka huu, na watu watakuja kujua tarehe 27 ukubwa tunaoongelea ni upi. Ni taarifa hiyo kuhusiana na maandalizi ya mashindano hayo ya Mapinduzi, na tumeweza kusikia namna ambavyo mambo yako huko. Lakini tuwatazame sasa Wanakina Boys KMC FC, ambapo klabu ya KMC imeweka wazi sakata la kumpata mwalimu mpya wa kukinoa kikosi chao, huku akisema kuwa kocha huyo ni mzawa na mwenye mbinu za kuwafundisha ili waweze kufikia malengo yao. Tunashukuru kila kitu kinakwenda vizuri, na hivi ninavyokuambia timu iko kambini, imerejea kwa ajili ya maandalizi ya michezo iliyosalia raundi ya kwanza, lakini michezo inayofuata ya raundi ya pili. Tumebakiwa na michezo takriban 6 kwenye mzunguko wa kwanza, lakini tuna michezo mingine 15 kwenye raundi ya pili. Tuna almost michezo 21 imesalia, na kipindi hichi watu wengi wanafahamu kwamba KMC tulikuwa tumevunja benchi la ufundi likiongozwa na mwalimu mkuu Maximo, na mchakato wa kutafuta kocha mwingine ulianza punde tu baada ya kuachana na Maximo, na hivi ninavyokuambia tumefanikiwa kupata kocha mkuu, lakini bado hujamweka wazi kuambia Watanzania. Lakini nadhani kwenye siku kadhaa mbele, baada ya hizi siku kupita, tutaambia Watanzania ni kocha gani. Lakini kocha ambaye ana CV kubwa, kocha ambaye ana uwezo mkubwa, kocha ambaye amesha kuziokoa timu nyingi ambazo zilikuwa katika situation kama ya kwetu. Kwa tunaamini uwepo wake utakuwa ni massive boost kwa kwetu kama management, lakini pia itakuwa massive boost kwa wachezaji. Je, kocha huyo ni mzawa au ni mgeni? Kocha ni Mtanzania, amefanya kazi kwenye vilabu vingi. CV yake kidogo inaogopesha. Kwa Tanzania wasubirie, wana Kinondoni wawe watulivu. Tumepata kocha sahihi, na naamini timu yetu itarejea katika ile good track ambayo tunaitegemea. Na huyo ni Khalid Chukuchuka akizungumzia mchakato wa kumpata kocha mpya na si sekeseke sakata. Na alidi kakangu kazeeka. Matokeo mabaya sio mazuri. Sio mazuri. Kuna muda Moses William Mwapamba alikuwa kama mzee fulani, sasa hivi kama kijana. Kwa hiyo tuachane na sakata. Kwenye Hansard tuweke mchakato wa kumpata kocha mpya. Na anatajwa ni Abdalla Baris, kocha wa zamani wa Mashujaa.